Nikukaribishe kwa mara nyingine tena kuja kufuatilia uchambuzi wa nyimbo kali ambazo zinaendelea kuachiwa hivi karibuni kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava. Na leo tuangazie ngoma ya Simoni ya kwake Harmonize akiwa ya kwake AY Master akimshirikisha Harmonize. So kwenye kipande cha kwanza kabisa cha ngoma hii Harmonize anasema hivi: I got money and cars to move around, some beautiful friends to come around, but why I'm so lonely? Man, I feel so lonely. Bebe zinanita tajiri, one call zinakuja wawili, dakika mbili. Why am I so lonely? Man, I feel so lonely. I need somebody home. Have been looking for the queen of my kingdom. I feel like I'm nothing, overthinking, I have drinking. Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singeweza peke yake, kapewa Eva aje kuwa mwenzake. Wazuri ni wengi ila wakumwamini Sando simuoni. Man, kuna ngoma ambazo ukizisikiliza kuna vitu unaongeza akilini na kuna huzuni fulani wimbo unakujengea. Kuna kitu ambacho unakuwa tayari moja kwa moja unajiongezea. Ukipitia comment nyingi kwenye mitandao ya kijamii utaona ni kwa namna gani Harmonize anasifiwa sana kwa kupewa heshima na nguvu ya kwamba yeye ndiye ameubeba wimbo huu kwa 80% au 70%. Je, ni kweli? Inawezekana ikawa ni kweli au sio kweli, lakini kwa uwezo ambao Harmonize ametumia ndani ya ngoma hii anastahili pongezi na heshima. Bila kumsahau legend AY Master ambaye ameongeza ladha bora ndani ya wimbo huu kwa kuonyesha ni kwa namna gani amekaa kimya kwa muda mrefu, lakini bado ana nguvu na uwezo wa kuendelea kufanya poa sana kwenye upande wa rap. AY amerudi vizuri sana baada ile kolabo na Mario na ngoma nyingine ambazo ameziachia hapa nyuma. Hii ambayo amefanya na Harmonize inaweza kuja kuwa kolabo bora kuwahi kutokea kwa AY toka amekaa kimya kwa kipindi cha muda mrefu na kuja kurudi. Harmonize ametendea vema sana verse yake, lakini pia ametendea vema sana chorus ya wimbo huu. Kuna ladha fulani, kuna melody ambazo unazisikia unasema yes, hiki ndicho kitu ambacho mashabiki wanakihitaji. Simoni ni wimbo fulani hivi ambao una R&B, Bongo Flava ambao unaongelea hisia za maumivu au upweke ambao mtu anaopitia akiwa peke yake, pale ambapo labda aliamini mapenzi lakini mapenzi hayakumwamini. Ameamini labda kwa mtu fulani lakini huyo mtu amemwacha kubaki peke yake, amekaa mpweke. Watu wengi kwenye comment kuna wale ambao Harmonize akiwa kwenye kipindi kama hiki tunapenda ngoma zake, akiwa labda ameachwa, ametendwa, tunapenda sana waandishi wake, basi awe anaachwa kila siku. Huo ni utani wa mashabiki kwenda kwa Harmonize kutokana na ubora wa hiki ambacho anakifanya. Ukitembelea mtandao kama Boomplay, huu wimbo ni wimbo ambao unaongozwa kwa kutafutwa zaidi kwenye mtandao wa Boomplay. Inaonyesha ni kwa kiasi gani watu wana shauku ya kuendelea kusikiliza muda wote, kwa hiyo wanazidi kutafuta wimbo huu. Anaweza kawa amesikia kipande tu Instagram, anawahi Boomplay kusikia wimbo wote ukoje. Ukienda kwenye YouTube una siku moja una zaidi ya watazamaji 200,000, lakini pia ukishikilia nafasi ya 6 kwenye trend mpaka sasa hivi. Unaona ni kwa namna gani ambavyo wimbo huu unaendelea kuwa mkubwa zaidi, na unaona ni kwa namna gani ambavyo ngoma hii inaendelea kuonyesha ubora wa wasanii hawa wawili ambao wamekutana, legend wa hip hop nchini Tanzania ambaye ni AY Master, lakini pia ubora wa msanii wa Bongo Flava Harmonize ambaye amefanya verse yake kuonekana kama muziki ni kitu fulani hivi rahisi, jambo ambalo si kweli. So usahau subscribe, lakini pia kudrop comment yako kuhusiana na hichi kitu, lakini share na wengine pia like. Ukishare na wengine naamini nao pia watakuwa wanahitaji kusikia ni kipi ambacho kimembwa ndani ya wimbo huu. Mimi ni yule Monster wako na nilikuja kusogezea uchambuzi kuhusiana na wimbo huu mpya kutoka kwa Harmonize pamoja na AY Master. Kolabo kali sana ambayo AY Master amemshirikisha Harmonize kuonyesha ubora wa wasanii hawa, na mziki wa Bongo Flava naamini utafika mbali kwa sababu kila siku wasanii wanazidi kubadilika. Bye bye, tukutane kwa mara nyingine, chao.